Karibu Mzinga. Yeah, kheri alhamdulillah. Kwema. Uko vizuri? Nashukuru Mungu niko vizuri. Mnyama Simba anapasuka mbele ya Azam FC. Yale maneno ya kusema mnyama hayuko vizuri, mnyama msimu huu ni mchekea, tuthibitishe baada ya kupoteza mechi magoli 2-0 mbele ya Azam. Naamini ni mechi tofauti kabisa hii na lugha hiyo, kwa sababu kwenye michuano ya kimataifa ndio wameonyesha taswira tofauti kwa kuwa wanapoteza mechi zao zote mbili ambazo wamecheza. Lakini kwenye ligi ya ndani wameshinda 100% ya mechi zao za ligi, isipokuwa leo wamekwenda kupoteza. Mechi ya leo ni mechi ambayo sio mechi ambayo inaamuliwa sana na ubora. Ni mechi ambayo inaamuliwa sana na wachezaji wenyewe, kwa maana ya hao wanajituma katika pitch, kwa sababu zinakutana timu ambazo zina wachezaji wenye qualities. Na kutaka kuona hivyo, Azam haionekani kuwa stable kwa sababu wamecheza mechi 4 za awali na wameshinda 1, wamekwenda sare mechi 3. Sawa. Kwenda sare mechi 3 inaonyesha kwamba Azam hawako sawa, kwa sababu Azam ni title contenders. Ni timu ambayo ungefikiria ingehitaji kuchukua alama 3 kwa kila mpinzani anayekuja mbele yao. Tena wanapoteza alama 3 kwa timu zenye madaraja ya kati. Yani sio za aina yao. At least kwa Singida Black Stars ndo timu ambayo kidogo wanafanana nayo, lakini kwa Namungo bado Azam ni favorite, kwa JKT Tanzania bado Azam ni favorite, lakini wameshindwa kuchukua hizo alama. Mechi ya leo ni mechi tofauti. Hii ni derby. Ni mechi ambayo inaamuliwa, ni mechi ambayo ina maandalizi tofauti na hizo mechi nyingine za kawaida. Hata kwenye ile hamasa ambayo wanapewa wachezaji iko tofauti na ile mechi nyingine ya kawaida, kwa sababu ukimkazia Simba maana yake umekwenda kuharibu kitu kikubwa kwenye standing ya ligi. Yaani umeenda kuweka story. Umenielewa? Azam akidraw na timu za madaraja ya kati, akifungwa na timu za madaraja ya kati, anasemwa Azam, si ndio? Lakini akimfunga Simba anasemwa Simba. Umenielewa? Kwa sababu Simba daraja lake ni kubwa ukikompea na Azam kwa wasifu, kwa current performance, kwa maana ya wakati huu tunapozungumzia katika ligi yale matokeo ambayo wameyapata. Kwa hiyo ni mechi ambayo sio mechi ya kusema Simba wabovu msimu huu, ni mechi ya dabi kama dabi nyingine, bali unachotakiwa kukifanya ni kuwapongeza Azam kwamba walifanya homework yao vizuri. That's why wamepata ushindi muhimu katika mchezo huu. Na ni kuongezee kitu, naamini hizi ndo mechi zile ambazo Azam ilikuwa kama imelala hivi kwenye mechi 3 mfululizo. Kwa hiyo mechi kama hii ndio ile mechi ambayo viongozi, technical staff wanatafuta wake up call kwamba muda gani tutaamka. Tunaamka dhidi ya nani? Unacheza timu za madaraja ya kati unashindwa. Kwa hiyo tutaamka dhidi ya mkubwa huyu. Tukimfunga Simba tutaamka vizuri, kwa sababu tutasifiwa, ari itakuwa kubwa zaidi kuelekea mechi zinazokuja. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa zaidi ya dakika 90 ambazo tumeziona pale, kwa maana ya athari zake. Sawa, Karibu Mzinga, mechi imekuja kumalizwa dakika za jioni 10 za mwisho nadhani. Alikosea wapi Simba kwenye zile dakika za jioni? Umakini tu ulipungua. Umakini ulipungua. Miongoni mwa viashiria vya kupungua umakini ni Simba kuongeza washambuliaji. Umeelewa? Ukiangalia mabadiliko ya Azam kwa asilimia kubwa ni mabadiliko ya anatoka beki anaingia beki, anatoka mshambuliaji anaingia mshambuliaji, anatoka, umeelewa? Lakini ukiangalia Simba hayo ni mabadiliko ya Azam, lakini ukienda kwa upande wa Simba unaona kama walijilipua hivi. Waliona huyu ni aina ya mpinzani ambaye muda mwingi anakaa nyuma, kwa maana ana defend kwa asilimia kubwa. Sasa kama ana defend, basi no need kucheza na watu wengi kwenye namba ya kiungo huko chini. Kwa hiyo akaamua tu kuongeza safu ya ushambuliaji aitilie nguvu. Kip Dennis kaingia, ameingia aliingia Selemani Mwalimu kwenye safu ya kushambulia, baadaye akamuingiza Jonathan Soa pia. Ile ni kwenda kuongeza tu nguvu ya attacking line. Kwa hiyo baada ya kuongeza nguvu, automatic timu ikapoteza control kwenye eneo la midfield. Ingawaje sio kama Azam alicontrol sana kiungo, ila ilikuwa ni muda ambao Simba hapo katika lango lao kwenye set piece ambazo zilikuwa zinaleta athari katika lango la Simba. Yakubu ukiangalia kuna mipira ameisave, lakini ilishindikana mpira wa Jefte Kitambala na wa Idi Nado ambao walifunga. So ni hiyo tu, kupoteza umakini. Dakika zishatembea jioni, wakaruhusu mabao. Kwa hiyo alipofunga goli moja, binafsi nilikuwa naona kuna riski ya kuongezwa goli jingine, kwa sababu ilikuwa kama hawajui nini wafanye baada ya kuruhusu lile goli moja. Afu muda umeshaisha. Kwa hiyo automatic Azam utulivu wao, Idi Nado anakwenda kuscore katika eneo ambalo aliongeza utulivu wa hali ya juu, akaamua kushoot na mpira ukaenda kuingia kambani. Jefte Kitambala
na mwenyewe pia aliupiga mpira ambao uliingia kambani moja kwa moja. Sawa, mabadiliko ambayo yalifanywa na kocha wa Simba Suleiman Matola, Yusuf Kagoma tujamuona muda mrefu. Kulikuwa na ulazima wa kumtumia kwenye game kubwa kama hii dhidi ya Azam FC na kumwacha nje Kamara ambaye tumemwona kwa muda mrefu kwenye eneo la katikati. Sasa kuna vitu vingi sana hapo ndani. Kitu cha kwanza, Yusuf Kagoma ni pure defensive midfielder. Ni mchezaji ambaye anafanya kazi nyingi za kiungo wa ulinzi ikiwa kama ni majukumu yake ya msingi. Nabi Kamara ni mchezaji mzuri ambaye ni advanced, yani ni holding fulani, yani sio typical defensive midfielder, sio kiungo ambaye atawalinda sana hawa walinzi wake. Yes, ni kiungo ambaye timu ikiwa na mpira ndo unamwona na athari zaidi kuliko ikiwa timu haina mpira. Kwa hiyo kwenye mechi kama hizi unatakiwa kucheza na traditional number 6. Kwa hiyo aliamua tu kuopti kwamba nacheza na kiungo wa ulinzi pase ambaye atakwenda ku destroy mipango mingi katika eneo la midfield ya hawa, kwa maana ya Simba, sio kwa maana ya Azam, si ndio? Kwa hiyo hapo alifanikiwa katika hilo eneo, yani Simba walifanikiwa katika hilo eneo la kiungo cha ulinzi, ingaje baadaye mambo yalienda kubadilika. Kwa hiyo kwenye selection ya Kamara ukikompare na Nabi Kamara na Yusuf Kagoma, unaona Yusuf Kagoma ilikuwa inahitajika zaidi kuliko Kamara. Kwa kumaliza, nimejaribu kuzungumza na mashabiki kadhaa wa Simba baada ya game. Wanalalamika na morali ya wachezaji, mapambano yalikuwa madogo, hawaoni kwamba walikuwa na ushapu haraka kwenye matendo mbalimbali. Wewe ulivyotazama mpira, ni kweli kuna namna wachezaji wa Simba walikuwa down kuanzia kipindi cha kwanza? Nafasi wali create, siwezi kusema walikuwa down, ila hawakutumia vyema nafasi. Kwa sababu ukisema walikuwa down, mechi wamechukua muda mrefu sana, walikuwa wanafanya vizuri kwa maana ya possession ya mpira. Muda mwingi Azam walikuwa wanacheza kwa discipline, na huyo ndio Jean-François Ibenge. Ni kocha ambaye anaweza kuzicheza hizi mechi kubwa, ni kocha ambaye anazifahamu vizuri Simba na Yanga. Faida ya kucheza defensively, kaiweka timu yake chini, alikuwa anawaheshimu Simba. Alikuwa anajua wa Simba wana nguvu ya kumshambulia, na hapa wako nyumbani, wana mashabiki wengi ambao wao hawana. So aliamua kuiweka timu chini alafu ashambulia kwenye counter attack. Lakini upande wa pili wa shilingi ni huo upande ambao wachezaji wa Simba walipata chances za kutosha, lakini matumizi hayakuwa mazuri. Mkwala alikuwa anaiua mechi mapema sana, mpira ambao angeweza tu kupress na kuweka kambani, lakini akawa ameupaza juu. Joshua Mutale mara kadhaa aliattempt kuingia ndani ya boxi, lakini hakuwa na athari ya moja kwa moja. Kwa hiyo naona matumizi ya chances yalikuwa madogo, lakini wali create baadhi ya nafasi, mambo hayakwenda sawa. Sawa, tumalize na hii. Watu wengi wanaamini kama mnyama sasa yuko chini, mnyama ameuawa. Huyu Simba anaweza kufufuka hivi karibuni? Mimi kwanza siamini kama mnyama yuko chini, mnyama ameuawa. Uamini hilo? Mimi siamini hivyo. Mimi namuona bado tu yuko active. Ni hii tu mechi. Yaani kashinda mechi 4 za ligi. Kaja kupoteza hii ndio yule mnyama yuko chini amekufa na ameuawa. Haiwezekani. Ni kwa kukosea heshima Azam. Yes, ni kwa kukosea heshima Azam. Azam walikuwa bora leo, ndio maana wameonyesha hiko ambacho wamekionyesha. Simba bado ana nguvu. Yes, kwa ligi ya ndani bado ana nguvu. Huko kimataifa ukisema hayo maneno inawezekana kuna mmoja tukakuelewa, lakini pia na kwenyewe bado ni mechi 2 tu amecheza. Lakini credit kubwa mimi binafsi napeleka kwa Jephte Kitambala Bola kwa upande wa Azam. Amewasumbua sana walinzi wa Simba. Mara kadhaa ameattempt kwa kichwa lakini haikutokea. Yes, kuna moja ya kubwa aliclear, mmoja ulikuwa umekwenda nje, umeelewa? Kuna mitatu, kuna mmoja kwa umeenda kwenye target pia. Kwa hiyo Jephte Kitambala ni striker ambaye alikuwa kama inafikia hatua kama anamsahau. Kama alidhamiria kufunga leo alikuwa anaitaka mechi. Anafahamu mechi dhidi ya Singida Black Stars mambo hayakuwa mazuri. Lawama zilikuwa nyingi, watu walikuwa kumnyoshia vidole, lakini ameenda kuonesha kwamba yeye ni mchezaji mkubwa katika mechi kubwa kama hii. Amekwenda kuandika bao muhimu ambalo lilifungua bao jingine.